Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. 7, 6. Bana, mkaidi hafaidi mpaka siku ya Idi. Hii ina maana kubwa sana, japo maneno ya wahenga yamekuwa yakidharaulika wakati mwingine na kupotezewa kabisa na vijana wa sasa maarufu kama Gen Z, lakini ni maneno ambayo yana maana kubwa sana katika muktadha wa kilimwengu wa sasa na hata ujao. Open the ignition window. 8, 7, 6. Hayo ni makombora makubwa kabisa ambayo yameendelea kurindima huko Mashariki ya Kati katika baadhi ya maeneo, makombora ambayo Irani imeapa kuyarusha usiku wa leo. Kwa hivyo siku ya leo, kwa mujibu wa Irani, yamesema kwamba anga la Mashariki ya Kati katika mataifa washirika na Marekani litabadilika na kuwa lenye nyota zinazowaka mwanga mwekundu, yaani mithili ya damu katika anga la Mashariki ya Kati. Na hili linajidhihirisha hapa ambapo makamanda wakuu wa jeshi la Irani, vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, wameonekana hapa wakitesti mitambo ambayo usiku wa leo ndiyo inakwenda kurushwa. Control room, field cameras online. Launcher columns confirmed ready. Open the ignition window. 8, 7, 6. Hapa ni patamu kidogo mtazamaji, na naomba uniazime masikio na macho yako kwa karibu sana, kwa sababu ni bonge moja la taarifa kutokea huko Irani. Na hapa ndipo inapokuja ile kauli ya mkaidi hafaidi mpaka siku ya Idi. Kama unakumbuka vizuri, Marekani hivi karibuni ilitangaza operesheni yake mpya ya kuangamiza kwa taifa la Irani kwa kile ambacho alisema Irani amekuwa akiendeleza vita, na Marekani amekuwa akitishia Irani kwa muda mrefu sana, lakini Irani imekuwa hairudi nyuma kwa namna yoyote ile ambayo Marekani amekuwa akisema. Kama unakumbuka pia, Marekani alitishia Irani kama endapo itaendeleza vita bila kusitisha, basi Marekani itaangamiza kila kambi na silaha zake zote za kivita kule Irani, Mashariki ya Kati. Sasa baada ya hilo, Irani ilifunga mlango wa bahari, mlango wa Hormuz, ambao ndio mlango wa kitovu kikuu cha uchumi ulimwenguni. Yaani ikisema uchumi inamaanisha kwamba ndio sehemu ambayo inapitia bidhaa zote tegemezi kwa mataifa mbalimbali ulimwenguni, yakiwemo mataifa ya Ulaya na mataifa ya Asia. Sasa baada ya kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz, Marekani yameonekana kudhoofika sana na kuonesha wazi wazi kwamba jambo hili linamsumbua kichwa. Na hapo ndipo patamu sana mtazamaji. Kabla tujaendelea kokote, nikuonyeshe jambo moja pengine ambalo linaweza likakupa kidogo picha. Hiyo picha ambayo inaonekana hapo ni picha ambayo ilipigwa kabla ya makombora na operation ya Epic Fari ya Marekani nchini Irani, ambapo pichani anaonekana rais wa Marekani Donald Trump, lakini pia upande wake wa kulia alikuwa kwa waziri wa ulinzi Pete Hegseth, ambapo pia upande wake wa mbele alikuwa mwamba mmoja. Katika mavazi yake zinaonekana nyota 4 mabegani, lakini pia na vazi la jeshi la Marekani, jeshi la anga. Huyu mwamba, kama umfahamu vizuri, ndiye kicheche mkubwa wa vita vinavyoendelea huko Irani, Mashariki ya Kati, ambaye yeye ndiye msukaji wa mipango yote ambayo inaendelea huko vita vya Irani na Marekani. Huyu mwamba jenerali mkuu wa jeshi la anga la Marekani, lakini pia ni mwenyekiti wa machifu wote wa staff, yani joint staff ya vita kule Marekani. Kwa hivyo jeshi la Marekani lote zima, machifu wote, makamanda wote wakuu wa Marekani, yeye ndiye mwenyekiti mkuu anayeongoza amri zote za vikosi mbalimbali vya jeshi la Marekani. Lakini pia mbali na hilo, huyu mwamba ni mshauri mkuu wa rais wa Marekani Donald Trump katika masuala ya vita. Inasemekana kwamba huyu mwamba ndiye aliyesuka mipango yote hata ya kumnyakua rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Lakini pia yeye pia ni mshauri pia wa karibu wa waziri wa ulinzi wa Marekani
Pete Hegseth, ambaye yeye ndiye anachora mifumo yote ya kiulinzi na ya kiusalama, lakini pia na ya kimashambulizi kwa maadui ama kwa watu ambao wanahasimiana nao. Sasa huyu ni nani na kwa nini nimekuonesha picha yake hapa na nini ambacho nakwenda kukizungumza hapa? Huyu anaitwa Jenerali Dan Kane. Jenerali Kane alipewa nafasi hiyo na Rais wa Marekani Donald Trump mnamo Aprili 11 mwaka 2025. Huyu mwamba ni mtaalamu sana katika masuala ya kivita, na kutokana na nafasi aliyokuwa nayo na uzoefu wake vitani na uzoefu wake katika majeshi ya Marekani, ndipo Rais wa Marekani Donald Trump akampa wazifa huo ambao hivi sasa anao. Na sasa tuzungumzie picha hiyo ambayo inaonekana hapa. Hapo ilikuwa ni katika ofisi ya Oval mjini Washington DC nchini Marekani. Huyu mwamba alikuwa akimshauri Rais wa Marekani Donald Trump kwamba vita anavyoenda kuvifanya vinakuwa na madhara makubwa na athari hasi baada ya mashambulizi yake, ambayo hapo ilikuwa ni kabla hajafanya shambulizi la kumshambulia Irani na kumua kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Said Ali Khamenei na kufanya mashambulizi mbalimbali katika halaiki na umma wa watu kule nchini Irani mjini Tehran, ambapo kabla shambulizi hilo waliketi hapo mezani katika ofisi ya Oval, na mwamba alimwambia Rais wa Marekani Donald Trump kwamba vita hivi anavyovianzisha vina madhara makubwa hapo baadaye, na madhara ambayo ni madhara asi kabisa, akimweleza juu ya endapo atashambulia Irani italipiza kisasi na itafunga pia mlango wa bahari. Hapa ndipo ambapo inakuja kauli ya mkaidi hawezi kufaidi na mpaka siku ya Idi. Hata hiyo siku ya Idi yenyewe pia hataweza kufaidi vyema. Sasa Rais wa Marekani Donald Trump alipinga vikali na akamuona kama mwamba amekosea, amechora mchoro ambao si sahihi, na akamwambia Irani hana uwezo wa kuweka kiburi cha kuendeleza vita cha muda mrefu. Vita vitakuwa vya muda mfupi, na hivyo atamaliza vita yeye mwenyewe, Rais Donald Trump wa Marekani. Sasa mwamba akamwambia mlango wa bahari wa Hormuz ukifungwa, manake ni kwamba uchumi wa Marekani utakuwa umeyumba na uchumi mzima wa dunia, na maslahi ambayo Marekani amekuwa akiyategemea katika mataifa mbalimbali yatadhoofika. Lakini Rais wa Marekani hakuelewa hilo, akapeleka mashambulizi makubwa Irani, na mpaka hivi sasa tayari Irani inaendeleza mashambulizi mazito. Na kama hapo awali nimekuonesha video hiyo ambayo ikionyesha makamanda wa Irani wakirusha makombora hayo ni katika operesheni yake ya Irani ya kuendeleza operesheni mpya ambayo tumekutajia hapo awali ya tit for tat, yani makombora na mashambulizi yasiyokuwa na kikomo katika mataifa ya washirika wa Marekani, na maanisha Israeli na washirika wengine kule Mashariki ya Kati. Sasa Irani si wa kumaliza vita vya mapema, na amejipanga vyema kabisa kuweza kuendeleza vita na vita kwa kubwa zaidi Mashariki ya Kati, na kila kukicha amekuwa akianzisha na kutangaza operation mpya dhidi ya maadui wake ambao ni Marekani kwa kushirikiana moja kwa moja na Israeli. Anguko la Marekani linaelezwa mara baada ya Irani kuendeleza kufunga na kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz, ambao hili ndilo jambo kubwa ambalo pia linamtesa Marekani, na ndilo jambo kubwa ambalo pia litamtesa Marekani na washirika wake wote ambao wanategemea mlango huo kuweza kuendesha shughuli zao za kiuchumi na maisha kwa ujumla. Na hili linatokana na ukaidi wa Marekani aliyofanya kwa watu wake ambao wanamzunguka, jambo ambalo pia hata wataalamu wa mambo wanasema wakati mwingine Rais wa Marekani Donald Trump anafanya maamuzi ambayo hayana mipango, yani hayana mpango kazi, yani akiamka tu kukicha basi anaamua jambo lolote lile ambalo amekuwa akilitaka na lilo ambalo linafanyika. Hakuna wa kumshauri, hakuna wa kumpinga, japo hana maarifa kuhusu vita, lakini yeye anachukua maamuzi ambayo anayajua, na hii ndiyo ambayo inamkosti katika vita hivi vya Irani na Marekani. Kama unakumbuka vizuri mtazamaji, siku ya jana Rais Trump alichapisha bango linaloorodhesha baadhi ya majina ya watu viongozi wakubwa wa Irani ambao wanasema kwamba maweka shabaha ya kuwaua na kuwaangamiza katika vita vinavyoendelea, akisema wao ndio ambao wanasababisha Irani inafanya mashambulizi makubwa katika maeneo mbalimbali. Ambao aliwataja pale alikuwepo ni kiongozi mkuu wa Irani mpya ambaye ni Mujtaba Khamenei, na mtoto wa alikuwa Ayatollah Said Ali Khamenei, na baadhi ya wakuu wa vikosi mbalimbali vya majeshi vya Irani na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Sasa kufuatia taarifa ambayo aliitoa Marekani na kutangaza kitita cha zawadi nono kwa atakayechomesha
na kumtaja kiongozi mkuu wa Irani, lakini pia na maafisa wengine ambao wapo katika taifa la Irani, akisema atawapa fedha hizo za shilingi za Marekani, dola za Marekani milioni 10, ambazo ni pesa nyingi sana. Sasa Irani imejibu mashambulizi, imejibu kauli hiyo ya Rais Donald Trump kwa dharau sana na kibehi. Kama naona hapa, hii ni picha ya kiongozi mkuu wa jeshi la Irani, yani IRGC, akikebehi juu ya kauli ya Marekani, akiwa anazungumza na shirika la habari la Irani Mehdi News, ambapo kiongozi mkuu huyu wa Irani yeye amesema kwamba Irani inachokisema ni uoga wa wazi na kuonesha kushindwa kwake katika vita dhidi yetu, na akisema kwamba kama anahitaji kuwakamata viongozi wakubwa wa Irani, basi aende mwenyewe Irani na sio kutangaza pesa. Ukitangaza pesa, manake ni kwamba umeshindwa kutekeleza jukumu lako, umeshindwa kutekeleza azima yako. Kwa hivyo manake hana uwezo wa kuondoa uhai wa hao viongozi, na ndio maana ametangaza pesa, akisema Irani kwa bahati nzuri ama mbaya haijawahi kuogopa kufa, haijawahi kuogopa kifo, kwani ikiamini ya kwamba kila mmoja wetu hapa ulimwenguni hatarudi katika ardhi, katika tumbo la mchanga. Kamanda huyu Abolfazl Shekarchi yeye ameiambia Marekani kwamba kabla ya wale watu ambao wamewekwa targeti katika bango lake ambalo ametangaza kuwaua, Irani itawatangulia Marekani. Yani kabla makamanda wale ambao amewaweka pale kwenye ile picha, lile bango, hawajatekelezwa kuuawa kwao, Irani itawaangamiza kwanza wa Marekani. Na kutekeleza hilo, kamanda Abolfazl Shekarchi amesema kwamba tayari Irani imeshaanza kutekeleza hilo kabla haijazungumza zaidi, na amesema Irani sio ya mazungumzo, bali ni Irani ya vitendo zaidi. Vitendo viko mbele kuliko mazungumzo. Kwa hivyo tayari imeshaanza operesheni yake ya kuangamiza viongozi wa Irani. Kama umefuatilia mtazamaji, katika taarifa ya awali inaelezea namna ambavyo Irani imefanya shambulizi katika ubalozi wa Marekani nchini Iraki na kuarifiwa kuuawa kwa kiongozi mkubwa kabisa wa Marekani katika ubalozi huu hapo wa Iraki. Sasa kamanda Abolfazl Shekarchi amesema kwamba tayari Irani sio tu nazungumza, bali imeshaanza kwa vitendo kwa kushambulia baadhi ya maeneo nyeti ya Marekani, na itaendeleza kuwaondoa kabla ilo bango la Marekani halijaanza kufanya kazi kwa kutoa hizo fedha ambazo Marekani imetangaza. Na akienda mbali zaidi, kamanda Abolfazl Shekarchi ameyaonya mataifa jirani ya ukanda wa Mashariki ya Kati, mataifa ya Kiarabu, akisema kwamba mataifa yote ya Mashariki ya Kati, mataifa ya Kiarabu yanapaswa kuiamini Irani na kuungana na Irani dhidi ya adui wao wenyewe, ambao wao wanasema ni rafiki yao, kwamba ni mshirika wao, lakini yeye amesema ni adui yao. Kwa hivyo wanapaswa kuiamini Irani na sio kumwamini, kumpa kisogo Irani, kumgeukia Marekani ambaye ni adui wao wenyewe wa muda mrefu, akisema endapo wataendeleza kushiriki na Marekani, basi mashambulizi hayatokoma katika ukanda huo wa mataifa yao ambayo wanaamini kabisa kuna baadhi ya vichembechembe vya uingiliwaji wa Marekani. Bana, mtaka cha uvunguni sharti ainame, na mtoto akililia wembe basi wewe mkabidhi mkononi mwake. Ukimkata damu ikitoka, ndipo tajua maumivu ama tajua athari za kuchezea kiwembe. Marekani ameendeleza uhasama Irani na ameendeleza mashambulizi makubwa sana katika baadhi ya maeneo ya Irani, ambapo mpaka siku ya leo kumeripotiwa shambulizi baya katika miji mbalimbali ya Irani, ikiwemo Tehran na mji wa Tabriz, ambapo kwa mujibu wa taarifa kutokea vyanzo vya Mashariki ya Kati, ikiwemo chanzo cha Irani Tehran Times, ni kwamba mashambulizi hayo yamerenga maeneo ya viwanda na maeneo ya makazi ya watu katika mji ya Tabriz. Na Irani kujibu mashambulizi hayo ya Marekani pamoja na Israeli, imeendeleza mashambulizi makubwa kabisa, kama nilivyokuambia hapo awali, shambulizi la huko balozi wa Baghdad Iraki, balozi wa Marekani, lakini pia na shambulizi la droni katika nchi zile wanachama wa Marekani, nchi za Kiarabu ambazo pamoja ni Saudi Arabia, Bahrain na Jumuiya ya Falme za Kiarabu, yani Arab Emirates UAE. Sasa taifa lingine pia limeingia ambalo ni Iraki katika mzozo huu wa Marekani na Irani. Sasa kufuatia yote hayo ambayo yameripotiwa, Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba Irani kwa ujumla tayari imeshindwa na imezidiwa vikali katika vita, akisema sasa hivi Irani inatafuta mpango wa moja kwa moja wa makubaliano na Washington DC, yani Marekani, lakini inashindwa itafanya vipi, na tayari imeshakengeuka
ama imekaidi makubaliano ya awali, akisema kwamba mpango wowote ambao utapangwa hivi sasa utakuwa ni mpango batili, hautokubaliwa na Marekani kwa sababu ilishatoa ofa hapo awali lakini ilikataa. Kama unakumbuka vizuri mtazamaji, ni kwamba kulikuwa na makubaliano ya awali ya mazungumzo ya pamoja ambapo tayari waliketi baadhi ya viongozi wa Marekani na viongozi wa Irani kule mjini Uswizi, lakini wakati mazungumzo yakiendelea, Marekani ndiye ambaye alivunja mpango ule pale makubaliano na akafanya shambulizi Irani. Ndio jambo la vita kuweza kuibuka ghafla mapema Februari 28 mwaka 2026. Kwa hivyo Marekani ameendeleza propaganda na ameendeleza kuleta maneno ya kujitamba katika vita vinavyoendelea dhidi yake na Irani. Lakini pia kama nakumbuka, rais wa Marekani Donald Trump amearifu kwamba US Central Command, yani kamandi kuu ya jeshi la Marekani lililoko kule Mashariki ya Kati, limefanya mashambulizi makubwa, akisema katika kisiwa cha Irani kinachoitwa Kaga Island, akisema jeshi la Marekani limefanya uharibifu mkali katika miundombinu ya kijeshi ambayo ilikuwa imewekwa sehemu hiyo hapo ya kisiwa. Kwa macho ya kawaida, vita vya Iran na Marekani bado vimefika sehemu mbaya sana, na hakuna dalili zozote zile za wazi ambazo zinaonyesha kwamba vita hivi vinaweza kukoma ama kusimama kwa siku za hivi karibuni ama kwa muda mfupi, bali ni vita endelevu. Huenda ikapita hata vita vya Urusi na Ukraine ama mzozo ambao ulikuwa ukiendelea kule Gaza City baina ya Palestina na Israel. Sasa wachambuzi pia wa masuala mtambuka na mizozo ya kieneo na mizozo ya kikanda, yani geopolitics, wanasema ya kwamba vita hivi haviwezi vikazimwa kwa mazungumzo ama kwa upatanishi wa pande mbili, kwa sababu tayari Irani ina kisasi kwa mauaji ya kiongozi wake mkuu Ayatollah, lakini pia na mauaji ambayo yameendelea kufanywa kule Irani ya halaiki ama umma, na hivyo tayari Irani ina kisasi kikubwa. Kwanza mpaka Irani endapo italipa kisasi kwa kufanya mauaji ama kuridhika, wanasema ya kwamba vita vya muda mrefu, kwa sababu Marekani amekuwa akiendeleza kutamani zaidi mwendeleo wa vita, na kile ambacho anakifanya ndicho ambacho kinapelekea fukuto kuwa kubwa zaidi kwa Irani na kupelekea hasira kubwa kwa Wairani ambao tayari wamekushapoteza wapendwa wao, ambao tayari wamekushapoteza kiongozi wao mkuu Ayatollah Said Ali Khamenei, na wengine wakienda mbali zaidi wakisema ushirika wa mataifa ya karibu ya Asia na Magharibi kwa upande wa Marekani na Asia kwa upande wa Irani. Hii ndio inapelekea mzozo huu kuwa mkubwa zaidi, na mzozo huu kupata wimbi kubwa la mwendelezo wa vita baina yao wawili, Irani na Marekani, lakini pia na washirika wake akiwemo Israeli na wale ambao amekuwa akiwatumia kule Mashariki ya Kati, mataifa ya Kiarabu. Na wengine wanasema kwamba Marekani atashindwa na kurudi nyuma endapo mataifa ya Kiarabu yataungana pamoja, yani yatamuunga mkono Irani na kumpa nguvu katika vita hivi. Ndipo hapo ambapo Irani atakosa nguvu na kushindwa pengine na kutamatisha vita hivi ambavyo ndivyo vimekuwa vita vikuu tangu Februari 28 mwaka huu 2026. Bana, ni kushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia na kutazama zaidi Ihoma TV, na niseme tu kwamba wewe ni mmoja kati ya wanafamilia wa Ihoma, na nikusihi sana kama ndio kwanza umetembelea chaneli hii, basi ili uweze kupata taarifa kubwa na nyeti kutokea Mashariki ya Kati, hasa vita vya Irani na Marekani. Mimi naitwa Chifu Mkuu wa Chifaki, nikutakia wakati mwema. Tukutane tena wakati mwingine.
Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.